Hatuwezi kusema kwamba udhibiti wa uongozi umevurugika ndani ya Iran kwa kuuawa viongozi wake. Na labda tukirudi katika historia, pengine kwa wasikilizaji wetu wakilitambua hili wataweza kufahamu jinsi gani mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu unavyofanya kazi Iran. Miaka miwili baada ya mapinduzi ya Kiislamu mwaka 1979, Iran ilipoteza rais na waziri mkuu wake katika tukio la kigaidi. Katika mkutano wa viongozi wa Baraza la Ulinzi la Taifa, rais na waziri mkuu wa wakati huo, miaka miwili tu baada ya mapinduzi, yani mwaka 81, waliuawa katika mlipuko wa bomu. Na muda si mrefu baada ya hapo, viongozi wengine kadhaa mashuhuri wa kidini na wa kisiasa wapatao 72 nao pia waliuawa katika mlipuko mwingine wa shambulio la kigaidi. Na hii imekuwa ni kama tuseme, labda sijui tuite kama ni sunna au desturi ya mfumo wa Irani ambavyo umejengeka katika msingi huo, kwa sababu kila mwaka wa Iran wana siku wanaita wiki ya serikali. Wiki hiyo ya serikali kila mwaka inapoadhimishwa kwa muda wiki moja, huwa tarehe iliyowekewa ni siku alipouawa huyo rais wao wa pili na waziri mkuu wake katika tukio hilo. Kwa hivyo hii imefanya Iran katika muda wote huwa miaka 47 tokea mapinduzi ya Kiislamu iwe na mtazamo wa kuona kwamba imejiweka tayari kukabiliwa na hujuma kubwa za kuuawa viongozi wake wa juu. Lakini katika hali kama hiyo, na wakati huo mapinduzi ya Kiislamu yalikuwa bado ni machanga, mapinduzi hayo hayakuyumba, pamoja na kwamba tokea wakati huo Iran imekuwa ikikabiliwa na vikwazo na mashinikizo ya Magharibi na hasa Marekani. Kwa hivyo haya matukio yaliyotokea wakati wa siku ya kwanza ya vita tarehe 28 Februari, kimsingi hasa Marekani na Israel inavyoonekana zilitarajia kwamba moja kwa moja kwa kumuua kiongozi mkuu wa Iran, kama walivyokuwa wakizungumza wenyewe katika lugha yao kwamba wakataka wahakikishe wakate kichwa cha nyoka. Ndiyo lugha walikuwa wakiitumia kuhusiana na Ayatollah Ali Khamenei. Lakini kinyume chake ni kwamba imeonekana hilo kwa kweli lilikuwa ndio sababu ya Wairani kushikamana zaidi kama umma na uongozi wake, pamoja na kwamba kwa muda wa siku kadhaa kabla ya kutangazwa kiongozi mkuu mpya, nchi ilikuwa ikiongozwa na jopo la viongozi watatu, lakini hakukuonekana kuwepo kwa ombwe lolote la uongozi wala migongano baina ya viongozi wa serikali na viongozi wa kijeshi. Kwa hivyo mimi tathmini yangu, kwa kadri ambavyo nimekuweko kwa muda wa zaidi ya siku 10 tangu vita vilipoanza mjini Tehran, ni kwamba nimehisi katika makosa ya kimkakati ambayo Marekani na Israeli yamefanya katika vita hivi ni hii kuchukua hatua ya kumuua mtu kama Ayatollah Ali Khamenei, kwa sababu ukiangalia umri wake binafsi alikuwa ni mtu ambaye ameshafikia umri mkubwa, na kwa sisi ambao tumebahatika kumuona tokea wakati akuwa ni kiongozi mwenye uzima alipokuwa katika rika la kati na kati mpaka kufikia sasa, utahisi kwamba alikuwa tayari ameshatimiza kile ambacho mfumo wa utawala wa Irani ulihitaji kutoka kwake. Kwa hivyo pengine ilikuwa ni zaidi kumpa yeye hadhi na kuinua nafasi yake kama kiongozi wa kidini, kwamba katika umri wa miaka 86 anauawa kwa kushambuliwa kwa shambulio kubwa sana, kitu ambacho hakikuzoeleka kuonekana katika siasa za kimataifa, kiongozi wa nchi ambaye na umri mkubwa kuuawa katika shambulio kama lile lililofanywa dhidi yake. Kwa hivyo mimi kwa mtazamo wangu ninavyoangalia hali ya sasa, naam. Hiki bahati mbaya tunashindwa kukifahamu sana sisi ambao tumekulia na mazingira ya ufahamu wa kimagharibi zaidi kuhusu hii dhana ambayo inaizungumzia Fatah Musa ya kiongozi mkubwa kuuawa halafu akapokea au watu wakapokea kama ni alama ya kumtukuza na sio kumdhalilisha. Naomba kidogo kwa sentence chache tuelezee inamaanisha nini kwa watu wa jamii hizi, kwamba wanapochukulia kuuliwa kiongozi wao kwamba si ishara ya kuangamizwa, lakini ni ishara ya kumtukuza kiongozi huyo. Pana maana gani hapa kwa sentence 2-3? Ni kwa maana ya kuonyesha kwamba yeye kama kiongozi wa kidini, damu yake, yani kuuawa kwake, ni kiongozi ambaye ameuawa shahidi. Na ukiangalia katika falsafa ya Waislamu wa madhehebu ya Shia, mara zote huwa wanapoadhimisha tukio la kuuawa mmoja wa maimamu wa Kishia, Imam Hussein, katika tukio la Karbala, kwa wao wanaliangalia tukio hilo kama ni ushindi wa damu dhidi ya upanga. Kwa hivyo ni kwa mantiki hiyo ndio maana wa Iran kuuawa kwa Ali Khamenei au Ayatollah Ali Khamenei kumekuwa ni chachu ya kuwapa hamasa kubwa zaidi wa Iran. Na utashangaa hata wale wa Irani ambao kidhahiri wanaonekana si watu wanaoshika dini, lakini utashangaa mapenzi ambayo yamejengeka juu yake
kutokana na tukio hilo, kinyume na vile ambavyo upinzani ambao ulikuwa unaonekana wa manung'uniko ndani ya nchi katika kipindi cha kabla ya tukio lile. Watu wengine walihisi kwamba kulikuwepo na hali ya wananchi kuwa na manung'uniko na kutoridhishwa na utawala wa kidini wa Iran. Kwa hivyo ni jambo ambalo unapoliangalia katika mtazamo wa falsafa ya kidini ambayo imejenga mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu wa Iran, lile ni tukio ambalo analihisi kwamba kwanza limenyanyua yeye daraja yake kwa kufa shahidi kwa ajili ya mapinduzi ya Kiislamu, na kinyume na vile ambavyo ilikuwa kabla ikitangazwa kwamba Ali Khamenei yuko mafichoni, anakimbia, ametoroka nchi, ameelekea Urusi na familia yake na masuala kama hayo, kulinganisha na alivyokuwa mfalme wa zamani wa Iran Muhammad Reza Shah, ambaye aliondoka na mamilioni ya dola za utajiri wa Iran. Lakini yeye ni kwamba kuuawa kwake akiwa pamoja na familia yake kumezidi kuwapa watu kuelewa kwamba alikuwa kweli ni kiongozi wa watu na hakujitenganisha na watu wake katika mazingira hata ya hatari. Na asante sana Dr. Musa, bila shaka naye pia tutakuwa nafasi naye na baadaye kidogo. Tuje kwako Ibrahim Rahbi, ukiwa nchini Oman, taifa la Ghuba ambalo lilisimama kama mpatanishi, lakini ambaye baada ya vita kuanza tulimsikia waziri wake wa mambo ya kigeni Badri al-Busaidi akisema kwamba anahisi kama kwamba imani kwenye diplomasia imesalitiwa. Na kwa sasa nimesoma makala yake ya juzi ambao amesema kwamba anahisi kwamba Iran ilikuwa kama imekuwa katika mazingira ya kulazimia kuchukua hatua ambayo imechukua, lakini Iran imechukua hatua kubwa bila shaka dhidi ya majirani zake, au tuseme dhidi ya maslahi ya Marekani katika ardhi za majirani zake. Unasemaje kuhusu hili? Ipi hisia za jamii nyingine za Kiarabu katika eneo hilo Rahbi dhidi ya Iran hivi sasa wakati vita vinaendelea kushamiri? Ni kweli kabisa. Nadhani waziri wa kigeni wa Omani ni mara kadhaa amezungumza katika hii vita, hata akimwambia Donald Trump na Marekani kuwa hii vita haikuwa yenu kabisa, mmeingia kwenye vita ambayo ilikuwa haiwahusu. Lakini amezungumza mara kadhaa kuelezea kuwa kwa sababu yeye ndio alikuwa msimamizi wa mazungumzo, kwa hiyo alitoa ishara kuwa mazungumzo yalikuwa ni mazuri na yalikuwa yanaelekea sehemu nzuri kabisa na hapakuwa na shida yoyote. Na alisema hata kwenye mkutano wa Arab League kuwa Irani ilikuwa imejitolea vya kutosha kuhakikisha kuwa hili swala linakwisha kwa diplomasia, tofauti na kauli iliyotoka upande wa pili kuonyesha kama Irani alikuwa hakubaliani na vitu vingi. Lakini yeye alisema kwa swala la nyuklia Irani walikuwa wametoa zaidi, kuzidi hata utawala wa Barack Obama uliokuwa umefikia makubaliano. Sasa kwa sisi ambao bado tuko eneo hili la Mashariki ya Kati, kuna kile kitu ambacho kiko wazi kwa hizi nchi. Unaona majibizo ya Irani yakienea karibu nchi zote ambazo zimeruhusu kambi kutumika kuwashambulia, lakini unaona kitu kimoja kuwa hakuna majibu, au unasema hakuna reaction ya raia wa eneo hili, japo kwa kutaka kuandamana laumu Irani zaidi ya kauli za viongozi wa eneo hili ambao wamekutana mara mbili. Kuna mkutano wa Arab League umefanyika hapo Cairo, lakini wajuzi ulifanyika Riyadh, na wakatoa matamko yale ya kulani Irani kwa majirani zao, na hata Saudi Arabia juzi imetoa maneno makali zaidi kwa Irani. Lakini ajabu ni kuwa raia wa eneo hili la Mashariki ya Kati, hata katika maoni yao wanaotoa, ni wengi wanaonekana wako nyuma ya Irani, licha ya kuwa hata Irani inagusa mali zao, rasilimali zao, vituo vya kusafisha mafuta ambao ni uchumi wa nchi zao, lakini wanaona kuwa Irani ina uhalali wa hili kwa sababu inayo sababu ya kufanya hivyo. Sasa raia wa kawaida wa eneo hili kiasi kikubwa bado wanaonekana wanaiunga mkono Irani, ni tofauti na viongozi wa hili eneo ambalo wanaonekana kabisa kuwa wako upande wa pili ambao wanaunga mkono zaidi Marekani. Kwa hiyo ndio hali inayoonekana zaidi katika hili eneo la Mashariki ya Kati. Na vipi kuhusu kile ambacho kinaonekana katika mkutano wa mwisho ambao umefanyika Cairo mara nyingine pia baina ya viongozi hawa, hasa mataifa yaliyo tayari yameshapata mashambulizi, tulisikia kwamba wanataka kuunda muungano wa kijeshi baada ya yote dhidi ya Iran. Kumekuwa na hizo kauli, na hata juzi wakati waziri wa kigeni wa Saudi Arabia Faisal bin Farhan alilizungumza pia hili swala kwa kusema kuwa tumechoka, uvumilivu wetu uko mwisho, kuwa tuna uwezo wa kufanya vile. Ukiwasikiliza kauli zao na ukirudi kwenye utaratibu wa kawaida wa kisheria, kifungu namba 51 cha Umoja wa Mataifa kinawaruhusu kufanya hivyo, kwa sababu ndio hicho kifungu ambacho kimemruhusu Irani pia kujibu kutoka kwa Marekani na Israel, kwa sababu hiyo ni kwa mujibu. Lakini bado wanafungwa na kile kitu ambacho unaweza kusema nguvu ya umma ambayo wanaangalia, manake hata wao wanapitia maoni ya umma kuangalia umma wao unaunga mkono kiasi gani. Lakini kuna ile nadharia ambayo imekuwepo katika hili eneo, licha ya kusema kuwa wanataka kuunga mkono,
huenda nchi za Kiarabu labda zinapokea shinikizo kutoka Marekani au kutoka sehemu nyingine, kwa sababu tulimsikia hata seneta wa Marekani yule Lindsey Graham akishutumu Saudi Arabia kuwa mtaingia kwenye vita lini, mnataka mshambuliwe mpaka kiasi gani, mnapaswa kuingia kwenye vita. Kauli ambazo zimesukumwa hata kwa UAE. Balozi wa UAE kwenye Umoja wa Mataifa alisema kuwa haijalishi tutashambuliwa kiasi gani, lakini hatutoingia kwenye hii vita. Ni kama mtego fulani ambao wameuhisi upo na wanashinikizwa waingie. Ni kama wanataka kuingia na kutoka, lakini wanafahamu madhara ya huu mtego, kwa sababu tumesikia manunguniko ya hizi nchi zikilalamika kuhusu kulindwa, kwa sababu nchi nyingi hizi za Gulf zina mikataba na Marekani ya ulinzi. Sasa katika kipindi hiki kuna baadhi ya manunguniko yametoka kuwa inaonekana kama Marekani imeegemea kuilinda zaidi Israeli huku ikiwaacha wao. Kwa hiyo wamehisi kama vile hatuna ulinzi wowote. Sasa kujiingiza kwenye vita ya moja kwa moja na Irani, ambayo inaonekana kuwa imekuwa bora zaidi kwenye uwezo wake wa makombora, kwa sababu kama Israel yenyewe yenye mifumo mingi zaidi ya ulinzi na Marekani ameweka nguvu kubwa ya kuilinda, lakini baadhi ya makombora yanapiga, yanafanya uharibifu, yanaua. Imefika sasa wao ambao wamekuwa na mifumo michache zaidi na uwezo mdogo kabisa wa kukabiliana na Irani, wanahisi ile hatari ambayo unaweza ukakabiliana nao moja kwa moja. Lakini kuna kile ambacho kinahisiwa kuwa na wao wamechoka kuwa chini ya Marekani, au wamechoka uwepo wa Marekani, lakini hawana kauli na sauti za kuiambia Marekani ondoka. Kwa hiyo wameamua wakati mwingine kukaa pembeni, huku wakitoa matamko makali kwa Irani, lakini chini ya meza wanagonga glasi kuwa ndio wacha itokee iwe hivyo. Kwa hiyo kuna hizo kauli nyingi ambazo zinaonekana kwa wakati mmoja kuwa zote zinaenda kwa pamoja, licha ya kuwa wiki 3 ya mashambulizi ya kila sehemu, na Irani imeendelea kujibu kwa majirani zake wote, hata kwa nchi ya UAE ambayo ndio mara nyingi sana wanajibu kupitia kule. Bado unaona nchi za Gulf, hakuna nchi hata moja ambayo imeruhusu hata kurusha jiwe. Lakini kumbuka kuwa hata taarifa iliyoandikwa na vyombo vya habari vya Israel wiki ya pili ikishutumu UAE, ikisema kuwa UAE ilikuwa imefanya shambulizi ndani ya ardhi ya Irani ikipiga mtambo wa kusafisha maji. Haraka UAE walinyanyuka na kukanusha hiyo taarifa, wakasema kuwa hiyo taarifa sio ya kwetu. Lakini hata taarifa iliyoandikwa na vyombo vya habari vya Israel kuhusu Saudi Arabia kufanya mashambulizi ndani ya Iran, Saudi haraka walijibu wakasema kuwa hiyo taarifa sio ya ukweli. Kwa hiyo unaweza ukahisi kuwa Waarabu hawaitaki hii vita, japo kuwa wana shinikizo kubwa la washirika wao kama Marekani na Israeli.